Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na mkutano wa IPU kuimarisha sekta ya biashara na utalii. Usafirishaji na huduma nchini Tanzania. Muhimu zaidi, mkutano huu utatoa fursa ya kuonyesha dunia amani yetu, utajiri wetu, utamaduni wetu, fursa za uwekezaji na vivutio vya utalii vinavyotambulika duniani. Waziri Mkuu mstaafu Malekela asisitiza kuilinda amani ya nchi. Huku sisi wote ni watu wamoja, lakini cha msingi sana tulinde swala la amani. Polisi Rukwa watoa msaada wa wazee wenye uhitaji. Askari wangu wameona kwamba wao watambue. Kwanza niwapongeze kwa kutambua wazee kwenye wilaya hii ya Nkasi. Jambo la msingi sana. Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari tutakao kusomea siku ya leo. Mimi ni Beldina Majenge, lakini sitokuwa peke yangu, nitakuwa na mwenzangu. Mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Na tukianzia jijini Arusha, mkutano wa 153 wa Umoja wa Bunge Duniani IPU utakaofanyika jijini Arusha kuanzia Oktoba 5 hadi 9 mwaka huu unatarajiwa kufungua fursa mpya za uwekezaji na kuimarisha sekta za utalii, biashara, usafirishaji na huduma kutokana na ujio wa zaidi ya washiriki 2,000 kutoka mataifa mbalimbali duniani. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Arusha, Spika wa Bunge Musa Hassan Zungu amesema mkutano huo utakuwa jukwaa muhimu la kuitangaza Tanzania kimataifa kwa kuonyesha mazingira yake ya amani, utamaduni, vivutio vya kitalii na fursa mbalimbali za uwekezaji. Ninafurahi kuambia kwa nchi yetu Tanzania kupitia bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepata fursa muhimu adimu ya mkutano wa 153 wa IPU, Interparliamentary Union, ambao utafanyika hapa Arusha mwaka huu kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 Oktoba 2026, na mkutano huu ni wa kihistoria, na hasa kwa mkutano huu mara ya kwanza kufanywa Tanzania, kupata wajumbe ambao watakuja Tanzania sio chini ya wajumbe 2,000 kutoka mataifa zaidi ya 183 ambao ni wajumbe wa mabunge 183 wa dunia nzima. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana kwa Tanzania na ni heshima kwa Tanzania na serikali yetu na kwa wananchi wa Tanzania kuchaguliwa kuja kufanya mkutano huu hapa Arusha, Geneva ya Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, masuala muhimu ya kimataifa yatajadiliwa wakati wa mkutano, ikiwemo utawala wa kidemokrasia, amani, usalama, mabadiliko ya tabia nchi, haki za wanawake, haki za vijana, ajira za vijana, fursa za ajira kwa vijana. Fursa za mkutano huu vijana lazima zichangamkie. Ajira zipo si kwa vijana tu. Ajira zipo kwa yule ambaye yuko tayari kufanya kazi. Lazima tujitoe. Hakuna maisha rahisi duniani sasa hivi. Tujitoe kuweza kufanya kazi na kushiriki kujenga uchumi wa taifa letu na hawa watakikuja kwa uchumi wa mataifa yao. Mbali na tiba rasmi, mkutano huu utaimarisha ushirikiano wa kimataifa, kukuza ushirikiano wa kimkakati na kutoa fursa adimu kwa sekta ya utalii na sekta ya uwekezaji nchini Tanzania. Usafirishaji na huduma nchini Tanzania. Muhimu zaidi, mkutano huu utatoa fursa ya kuonyesha dunia amani yetu, utajiri wetu, utamaduni wetu, fursa za uwekezaji na vivutio vya utalii vinavyotambulika duniani. Kama unavyofahamu sasa hivi season ya utalii ndio iko sasa hivi, mji mzima umejaa watalii kutoka nchi mbalimbali. Hoteli zimeshajaa, na hoteli zikijaa ni mapato kwa wananchi, ni mapato kwa serikali. Kwa hiyo nampongeza sana mkuu wa mkoa na RAS kwa namna wanavyosimamia amani pamoja na vyombo vya ulinzi ili Tanzania iweze kuibuka kwa mshindi katika masuala mbalimbali. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka Arusha. Na Waziri Mkuu mstaafu na makamu wa kwanza wa Rais John Samuel Malekela
amewasisitiza Watanzania kuendelea kuwa mstari wa mbele kulinda amani, umoja na mshikamano wa taifa ili kuendelea kudumisha utulivu unaowezesha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Malekela alitoa kauli hiyo wakati wa hafla ya uzinduzi wa albamu ya nyimbo za Injili iliyoandaliwa na kwaya ya Uinjilisti ya KKT Diocese ya Pare, Jimbo la Tambarare, iliyofanyika katika kanisa la KKT Usharika wa Kiuria, mtaa wa Uzambara, wilaya ya Same, mkoani Kilimanjaro, ambapo waumini na wageni mbalimbali walihudhuria kushuhudia uzinduzi huo uliobeba ujumbe wa kuombea amani ya nchi. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kutoa shukrani zangu kwa jinsi nilivyoalikwa kuja kuhudhuria sherehe hii. Ni kitu tunachofanya kwa kuendeleza ujenzi wa nchi yetu. Ndugu zangu, lakini nadhani sitaeleweka kama nikiondoka bila na mimi kusisitiza swala la amani. Swala la amani na upendano na mshikamano wa Watanzania. Kwa hiyo kwa Watanzania wenzangu, nawaomba hili swala la Tanzania tulikazanie sana na tujione wote ni ndugu, sisi wote ni watu wamoja, lakini cha msingi sana tulinde swala la amani, kwa sababu amani ndio msingi wa vyote. Mtakumbuka hata Yesu alipoondoka aliwaambia wanafunzi wake, amani yangu nawaachia. Kwa hiyo kama Yesu aliacha amani kwa wanafunzi wake, basi amani hiyo inatufikia hata sisi. Tuwe na amani na upendano. Tujishughulishe na maisha ya sasa. Haijalishi maisha yako unayoyapitia sasa yakoje, shughulika nayo. Haijalishi watu wanasema nini juu yako, lisikuchanganye. Anza maisha mapya na hapo ulipo usimame na usonge mbele kwa jina la Yesu. Kwa sababu ukiweka kiraka kipya kwenye vazi la zamani, kile kiraka kipya kitalichakaza lile vazi la zamani kabisa. Simame katika jambo hili. Tuendelee kumtazama Mungu katika maisha yetu. Tuendelee kumtegemea Mungu. Lakini mambo haya yote yanapaswa kutumia hekima hali ya juu. Na hiki tunapoambia kwamba mwenendo wetu uwe na hekima. Mimi naitwa Akili Alan Lusingu, ni mwenyeji wa hapa Kiurio. Sisi ni vijana, kama mwanzoni tulivyopata kusikia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu na makamu wa rais wa kwanza. Hotuba ile imetuelekeza juu ya amani ya nchi. Nadhani katika kile kilichozungumzwa na ndio uhalisia, amani ni tunu ya taifa. Bila amani sisi kama vijana ni ngumu sana kupata exposure tofauti. Ile amani tuendelee kuwa nayo na kuirithi vizazi na vizazi. Bila amani ni ngumu kufanya uzalishaji. Na asante sana kwa taarifa hiyo. Na shirika la ukaguzi na usimamizi wa vyama vya ushirika Tanzania COASCO limesema linaendelea kuimarisha wajibikaji na utawala bora katika vyama vya ushirika kupitia ukaguzi wa hesabu, mafunzo na huduma za ushauri zinazolenga kulinda rasilimali za wanachama na kuongeza ufanisi wa vyama hivyo. Hayo yamesemwa na kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika hilo CPA Jeremia Mugeta wakati akizungumza katika maonyesho ya 8 yanayoendelea katika viwanja vya John Malekela jijini Dodoma. Shirika la ukaguzi na usimamizi wa ushirika lina majukumu makuu matano. Jukumu la kwanza ni kukagua vyama vya ushirika. Jukumu la pili ni kusimamia vyama vya ushirika. Jukumu la tatu ni kutoa ushauri kwa vyama vya ushirika. Jukumu la 4 ni kusimamia makampuni mengine ya ukaguzi. Lakini jukumu la 5 ni kutoa ushauri pamoja na kufanya tafiti katika shughuli za ushirika na maeneo mengine. Tuko katika banda la Wizara ya Kilimo
katika maonyesho ya 88 ambayo yanafanyika katika viwanja vya John Marechera jijini Dodoma. Maonyesho haya yameanza tarehe 1 na yatahitimishwa tarehe 8 mwezi huu wa 8. Nataka kutumia fursa hii kuwaalika wananchi wote mfike katika banda letu kupata elimu inayohusiana na mambo mbalimbali, ikiwemo elimu kuhusiana na ukaguzi wa vyama vya ushirika, mambo ya ushauri, huduma za ushauri. Kwasco imebobea sana kwenye ukaguzi wa vyama vya ushirika, pamoja na kwamba tunafanya ukaguzi kwenye taasisi binafsi, taasisi nyingine za serikali, NGOs na wadau wengine. Mbali na ukaguzi, pia Kwasco inatoa ushauri wa kitaalamu kwenye masuala ya biashara, utawala pamoja na fedha. Na kimsingi kuna improvement kubwa sana kwenye vyama vya ushirika kwa kipindi ambacho Kwasco imeendelea kufanya shughuli zake za ukaguzi na kutoa mafunzo. Mafunzo ni nyenzo muhimu sana kwenye vyama vya ushirika, na tunaona baada ya kuanza kutilia mkazo kwenye mafunzo hususani kwa miaka kama 5, tunaona improvement sana kwenye hati za ukaguzi. Kwa mfano kwa mwaka hata tukikompea tu miaka 2, kupandisha hati za ukaguzi kwa 4% sio kitu kidogo, hati safi. Kwa 2024-2025 tulikuwa na hati safi 16% ya vyama vilivyokaguliwa, lakini 2025-2026 hati safi zimeongezeka mpaka 20%, lakini hati mbaya zimeshuka kwa 4% kutoka 17% mwaka 2024-2025 mpaka 13% mwaka 2025-2026. Hii yote ni kwa ajili ya mafunzo. Na Jeshi la Polisi wilayani Nkasi mkoa wa Rukwa limetoa msaada wa vitu mbalimbali kwa wazee wenye uhitaji, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha uhusiano wake na jamii kupitia dhana ya polisi jamii. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi misaada hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa Sakap Shadrack Masija ameitaka jamii kujenga utamaduni wa kuwajali wazee na watu wengine wenye uhitaji kwa kutoa misaada na kushiriki katika shughuli za kijamii zinazolenga kuboresha maisha yao. Askari wangu wameona kwamba wao watambue. Kwanza niwapongeze kwa kutambua wazee kwenye wilaya hii ya Nkasi. Jambo la msingi sana. Lakini ni waombe, na najua hiki mtakachokabidhiwa leo na vijana wangu hawa hakitoshi, ni kidogo tu, hakitatosha. Pamoja na kwamba hakitoshi, basi tunaomba mkipokee. Viongozi wangu wa dini, sisi wote tunasema wazee hawahitaji kingi sana. Mzee ukimpa shilingi 10,000 anafurahi. Hahitaji umpe milioni, alipeleke wapi? Nyingi sana hiyo. Kanunulieni magari nyinyi vijana mnaotaka magari. Lakini mzee anahitaji tu yale mahitaji yake ya kila siku ili aweze kujikimu. Akipata mahali pazuri pa kulala, tosha kabisa. Akipata chakula chake, tosha. Wazee kama wale hawanywi pombe, hawangaiki kuvuta masigara, hawangaiki na uzinzi kama alivyokuwa anasema shehe hapa. Hawana habari na mambo. Kwa hiyo wanahitaji kidogo tu. OCD siku nyingine tena tuwakumbuke kitu hiki kiwe ni tendo hili jema sana ambalo pia ni tendo la sadaka. Niwatie moyo na niwaombe, hii sio mwanzo, jambo hili ni jema sana, liwe jambo endelevu. Mimi kwa jina naitwa Gerald Severino Fwamba. Mimi nashukuru jeshi la polisi kwa kutendea mambo mazuri kama haya. Sikutegemea kwa leo kama nitapata kitu hiki. Nimesumbuka sana mpaka sasa, mimi nakaa hivi sina chochote. Na nishukuru sana jeshi la polisi. Mungu awalinde na wazidishie mmoja katika jeshi lenu, na muweze kutusaidia tena, msichoke. Sisi ni wazee, tunategemea msaada wenu. Sisi tumechoka. Nashukuru sana sababu mimi sikutegemea kwamba leo naweza kupata kitu kama hiki. Nashukuru sana, Mungu awazidishie, awabariki. Naitwa Noelia Mateo Papila. Nahitaji mkao nipa atanisaidia
Kwa shida yenye ninayo nyumbani, nilikuwa natangatanga na kulia Sambwe. Na asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Rukwa. Na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Shinyanga Mabala Mlolwa amesema ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi chini ya Rais Samia na wajumbe wa NEC imeainisha mambo yote ya muhimu katika taifa ikiwemo katiba mpya, huku akisisitiza kwamba katiba mpya haiwezi kupatikana kwa malalamiko yasiyokuwa na maana. Akizungumza na mabalozi na makada mbalimbali wa CCM mkoani humo, amesema kwa sasa wapo watu wameanza kufikiria nafasi ya urais mwaka 2030, jambo ambalo amesema haliwezi kuchochea maendeleo kwa sasa, huku akihimiza kulindwa zaidi kwa Rais Samia ili mafanikio yafikiwe. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na wajumbe wa NEC tuliainisha kila kitu. Tuliainisha kila kitu. Hata katiba mpya imo humo kwenye ilani. Imo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Daktari Samia alishaiweka humo. Hatuwezi kupata katiba mpya kwa malalamiko yasiyokuwa na maana. Yote imo. Na watu wengine wanafikiria urais wa 2030. Sikianza mbio za urais sasa, maana yake hatutapata maendeleo. Lazima tuendelee kumlinda mwenyekiti wetu wa chama taifa, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na rais wetu atekeleze maono yake. Haiwezekani, hiki chama ni kikubwa, hakuna aliye juu ya chama hiki. Hakuna mkubwa kuliko CCM. Hakuna. Na kila mtu lazima amheshimu mwenzake. Na serikalini tutaka tuambie tu, sisi ndio tunalala na njaa, hatulipwi hata posho. Sio hivyo mabalozi? Halafu tukiwapeleka huko watu wanabadilisha maelezo. Ni kitu ambacho kwenye chama chetu hatuwezi kukiruhusu. Hatuwezi kuwa kama vyama vya ukombozi vya nchi jirani vilivyokufa. Zambia kulikuwa na chama cha ukombozi kilikufa. Kenya ZANU hiyo kilikufa, tumebaki CCM. Na kwa nini tumebaki? Kwa sababu tuliachiwa misingi mizuri na baba wa taifa, na lazima tuendelee kuilinda. Kiongozi wa ngazi ya chini, kamati zenu za maadili, akileta za zisizoeleweka, pelekeni huko. Kwenye kata pelekeni, hata akiwa diwani pelekeni, iwe kwenye wilaya akiwa mbunge pelekeni, kwa sababu hayuko juu ya hiki chama. Na msemaji mkuu wa serikali ni rais. Kila mtu anaota tu sharuvu, anasema kwenye mkoa wetu tutaendelea kumlinda rais wetu na mwenyekiti wetu wa chama. Na wale wanaofikiria, mimi nina historia kubwa, naomba niwakumbushe tu. Wapo watu waliutaka urais mapema, kina mzee Malechela, wale mnaokumbuka. Tena walikuwa viongozi wakubwa serikalini, walianza na hizo mbio, walipata. Sio vizuri kuwataja, lakini lazima niwakumbushe. Kina mzee Ngoai Lowassa, si walitaka urais? Na mimi nilikuwa kambi ya Lowassa, ila nilimuacha. Chama hiki kina historia. Huwezi kukipeleka tu from where ukatokea tu, alafu ukatafuta umaarufu ambao haupo. Yaani ukikurupuka na habari unaisha. Ni lazima umheshimu mtu aliyoko madarakani. Na rais huyu, tuna rais mzuri sana. Niwaambie
Hakuna rais, huyu ni rais mzuri sana. Mama wa watu hajui kumnunia mtu. Hivi hata tungebadilisha katiba himo, sijui tunaelewana. Rais alishaiandika zamani, ameunda tume, si mnaisikia ile, ambayo inaendelea na kazi. Wewe unaruka na nini hapo? Kama angekataa angeunda tume, kwenye Irani ingeingia. Na wauliza tu, mimi ndio mwenyekiti naongoza kikao, jambo silitaki, nitaingiza kwenye Irani? Peni maua yake rais kabisa. Ni rais ambaye ana hekima na busara. Lazima tumlinde rais, lazima tuilinde katiba ya chama, na mambo ya katiba yatapatikana kwa njia ya amani. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Shinyanga, ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla hatujatamatisha, tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na mkutano wa IPU kuimarisha sekta ya biashara na utalii. Usafirishaji na huduma nchini Tanzania. Muhimu zaidi, mkutano huu utatoa fursa ya kuonyesha dunia amani yetu, utajiri wetu, utamaduni wetu, fursa za uwekezaji na uvivutio vya utalii vinavyotambulika duniani. Waziri Mkuu mstaafu Marekela asisitiza kuilinda amani ya nchi. Sisi wote ni watu wamoja, lakini cha msingi sana tulinde swala la amani. Polisi Rukwa watoa msaada wa wazee wenye uhitaji. Askari wangu wameona kwamba wao watambue. Kwanza niwapongeze kwa kutambua wazee kwenye wilaya hii ya Nkasi. Jambo la msingi sana. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu ya habari mpaka sasa tamati. Tukusihi tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ili kuweza kupata taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa tukizipandisha huko. Kwa niaba ya wote wale walioandaa na kuchakata taarifa ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Uwe na usiku mwema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Cave. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667.
Clock Tower Cafe Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cafe, home of delicious meals.